anapomwandaa hata mtu, anapomwandaa mtu awe mtumishi wake, anamwandaa kwa viwango vya moto. Hamwandai kwa viwango vya baridi, vya maji ya baridi, vya maji ya vuguvugu. Ndio maana kwenye Ufunuo anasema ni heri uwe moto wala sio nini baridi. Mungu anatuandaa kwa viwango vya moto. Hebu sema Mungu anatuandaa kwa viwango vya moto. Sema tena Mungu anatuandaa kwa viwango vya moto. Amina, amina. Kwa hiyo ukishindwa kukubali kuandaliwa kwenye viwango vya moto, ambapo sasa ni kupitia majaribu, ili ukishinda uwe dhahabu safi, uwe Mkristo ambaye hutetemeshwi na chochote cha dunia hii, ambacho wengine wanasema kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya kuoa, kwa sababu ya kuolewa. Unajua kanisani kuna mambo mengi, ni ngumu sana, mpaka uchumbie, utoe mahali, ufunge ndoa. Ni lini? Ngoja kwanza niache nikakwapue tu mahali, alafu nirudi ndio maisha yaendelee. Hapana, unashinda majaribu yote. Mungu anapokuokoa, anakuokoa kwa viwango vya moto. Watu wengine wanashindwa kuendelea na imani kwa sababu maisha yamekuwa magumu, na anashindwa kufanya biashara. Inabidi sasa aishi kwa uzinzi, washarati, na anaona nikiwa kanisani kanisa litanipana, kwa sababu wakianza kuhubiri mambo ya uzinifu, ninakuwa najisikia vibaya, naona naambiwa mimi. Na ni kweli, kama wewe ni mzinzi na injili na Biblia namna hiyo inakuonya wewe, acha uzinzi ukiwa ndani ya nyumba ya Bwana, uishi maisha safi yenye kumpendeza Mungu na yenye kupatia heshima wewe katika mwili wako na roho yako na nafsi yako na jamii yako na jirani zako na watoto wako na ndugu zako na jamaa zako. Kama unampenda Yesu, sema amen. Sema tena amen.